Kwa mwanamke aliyepitia changamoto ya kulea mtoto peke yake, kuingia kwenye mahusiano mapya ni kama kutembea kwenye uwanja wa mabomu. Una hofu. Je, atanipenda mimi na mwanangu? Je, atamkubali mwanangu kama damu yake? Au atakuja kumnyanyasa mwanangu nikiwa sipo? Dada yangu, single mother sio kilema, ni alama ya ushujaa. Lakini kwa sababu sasa hivi hubebi moyo wako peke yako, unahitaji vigezo tofauti na msichana anayeanza maisha. Leo nitakupa alama 5 za kumjua mwanaume sahihi kwako wewe uliye na mtoto au watoto. Kaa nami mpaka mwisho, maana alama ya 5 ndiyo inayotofautisha kati ya mwanaume na mvulana. Alama ya kwanza, haoni mtoto kama mzigo au kikwazo. Mwanaume sahihi kwako hatauliza kwa nini una mtoto kwa namna ya kulaumu. Atajua kuwa mtoto ni sehemu ya package yako ya kudumu. Unapomwambia una mtoto, anajali ratiba zako kama mama. Angalia kama anauliza maendeleo ya mtoto. Kama anataka muonane saa 4 usiku wakati anajua una mtoto anayehitaji kulelewa, huyo hajali majukumu yako. Mwanaume sahihi anaheshimu umama wako kabla ya uke wako. Alama ya pili, anajenga uhusiano na mtoto taratibu. Mwanaume sahihi hata kurupuka kutaka kuitwa baba siku ya kwanza, wala hatamkataa mtoto. Anaingia kwenye maisha ya mtoto kwa heshima na uvumilivu. Mfano, haingii nyumbani kwako na kuanza kutoa amri kwa mtoto au kumpiga. Anaanza kwa kuwa rafiki wa mtoto kwanza. Anajua kuwa uaminifu wa mtoto unatafutwa, hauchukuliwi kwa nguvu. Angalia kama mwanao anajihisi salama akiwa naye. Watoto wana rada ya asili ya kumtambua mtu mbaya. Kama mwanao anamkimbia kila akija, kaa mbali na huyo mwanaume. Jambo la 3, anaheshimu mpaka wa baba wa mtoto. Hata kama baba wa mtoto ni pasua kichwa, mwanaume sahihi hata kuingiza kwenye ugomvi wa mara kwa mara na ex wako. Mfano, hataki kushindana na baba wa mtoto kwa maneno ya kashfa. Badala yake, anajikita kwenye kuwa mwanaume bora kwako na kwa mtoto wako kwa sasa. Hafanyi mtoto awe silaha ya vita kati yake na baba mzazi. Mwanaume anayekuchochea ugombane na baba wa mtoto bila sababu ya msingi, ana lengo la kuvuruga amani yako ya baadaye. Mchague anayetafuta utulivu wa familia. Jambo la 4, anakupa usalama, stability and security. Kama single mother, unahitaji mtu anayeongeza thamani kwenye maisha yako, sio anayekuja kunyonya nguvu ulizobaki nazo. Mfano, sio mwanaume anayekuja kwako kukaa na kula chakula ulichopambana kumtafutia mwanao. Mwanaume sahihi anakuja na zana za ujenzi, kiakili, kihisia na kiuchumi, ili kusaidiana na wewe kujenga mustakabali wa baadaye. Usiwe na mtoto mwingine kukumlea. Tafuta mwanaume anayejielewa na mwenye malengo ya maendeleo. Kama yeye ndiye anayehitaji kulelewa kuliko mtoto wako, kimbia. Alama ya 5, ana uvumilivu wa kihisia. Hii ndiyo siri kubwa. Single mother mara nyingi huwa na ulinzi, defensive, kwa sababu ameshaumizwa. Mwanaume sahihi anaelewa hili na haharakishi mambo. Mfano, siku ukiwa na stress za mtoto kuumwa au ada, yeye hayuko busy kulalamika kuwa hunitimizii. Badala yake, anakuambia niko hapa, tutapambana pamoja. Hakimbii changamoto zinazohusu malezi. Mwanaume sahihi ni yule anayekupenda hata katika siku zako mbaya kama mama. Ukiona anataka mahaba tu wakati mtoto anaumwa, jua huyo amekuja kwa ajili ya starehe, sio kwa ajili ya familia. Dada yangu shujaa, usikubali kuolewa na yoyote kwa sababu ya hofu ya kuzeeka peke yako au kumpatia mtoto baba. Ni bora mtoto akue na mama mwenye amani kuliko akue na mama anayenyanyaswa na baba wa kambo asiye na utu. Mwanaume anayekupenda kweli atamfanya mwanao ajihisi kuwa ana miguu miwili ya kusimamia, miguu yako na miguu yake. Usishushe vigezo vyako kwa sababu una mtoto, viongeza zaidi. Je, wewe ni single mother na umewahi kukutana na mwanaume aliyekupenda wewe na mwanao kwa dhati? Niandikie hapo chini kwenye comment. Mimi ni Dr. Mahinda, nitapita kusoma na kukutia moyo. Usisahau kusubscribe kwenye Saikolojia ya Maisha. Like video hii kama imekupa nguvu mpya ya kujithamini leo. Asante kwa kuwa nami na nakuombea upate mwanaume atakayekufaa.